Uzangu kwa mwaka wa 2000 kutoka mwaka 2000 kushusha kutoka 1999 kulikuwa na vitisho vya namna hii kwamba ulimwengu ulikuwa unakaribia mwisho wake. Na kwa kanisa kule nyumbani kwetu na mama mjane jirani yetu akachukua zile maneno kuwaelezea kwamba kweli ulimwengu unaisha. Ile mama akaanza kukuza mashamba. Ile mashamba lakini kile kama watu wa watu hizi hizi ulikuwa ukipika chapati mpaka wakiwa pale ule mvuto. Siku hizi sijui kwa sababu ya chapati hata mandazi yako ndani kama ndio chapati. Kile ulikuwa usikize chapati unaanza kuomba vitu na uwezo wako. Wewe ni kupiga kwa kila wiki wetu chapati kwa nyangasa wanakula chapati kila wiki. Kwa hiyo sisi ndio kwa chumvi ndogo kama hata nyumba unajua kitu unaenda kwa kitu msoko kwa maisha. Walikuwa wanataka kustahi kwa sababu ilikuwa inakaribia mwisho wa ulimwengu. Ilikuwa tarehe 1 mwezi wa kwanza 2000 ulimwengu unaisha. Baba wa watu aishi maisha hata sasa. Yupo kila siku nikaenda nyumbani kwa anajini sipeni katika kwa sababu kwa mfano kwa sisi kitabu kipindi kile hakuchukua tahadhari ya kusikia kusema na hichi kwamba ule mwisho hauji pesa akaanza kushika maisha ya Wathesalonike. Hapo tukakaje mwaka 2020 corona ikaja tukasema basi hii ndio ishara kwamba ulimwengu unakaribia mwisho. Wengine wakaishi basi mwisho umefika, unapata kwa ndani bado mwisho haukuwa umefika. Hapa tusikane bado ni kidogo. Tumepata taarifa kwamba Mungu anapigwa. Wengine wakasema kweli Mungu ndio mwisho nini? Mtakatifu. Lakini leo tupo tumekuja kusali hapa. Ndio ile kitu tunakuja kanisani kusali hapa. Na maana kwamba haya maneno Yesu anakuambia kwamba utakuwa na vita, utakuwa na machukizo, utakuwa na mambo kama haya. Lakini anasema lakini ile mwisho pesa. Ina maana kwamba jambo tunakaa taswira ya maisha ya baadaye. Kipindi cha mwisho itakuwaje? Tutaendelea kama mambo yanatokea. Tumemaliza kupeleka moja kwa moja. Na sisi tutazame mwisho wetu utakuwa nini? Utakuwa aina gani? Tumejiandaa vipi? Lakini ule mwisho hauji pesa. Ili basi jambo tunaangalia taswira ya siku ya mwisho. Tunahitaji na sisi basi maandalizi yetu ya siku hiyo. Iposa hii siku kama kwa sura ya kwanza, angalieni siku ile inakuja inaona kama nini. Basi kama hii siku inakuja itanikuta nikiwa mtu wa namna gani? Kwa mfano leo ikitokea kwamba basi leo ndio mwisho wa dunia, bila kupiga hapa kanisani ishuke tunasikia pale. Na kawaida wanasema bana msaidie kijilio kwa sababu kwa hapo tayari nataka kusimamisha kitu kwa maana na mimi nataka kijilio kwa sababu sisi sote bado tunajali kwa sababu siku na kule tajibili Baba Mtakatifu Francisco kabla ya kutaka alikuwa anataka kule kwa makadinali. Na wakati anazungumzia swala hili nzima basi kwa mwisho takaenda kwa Tanzania tutaweka wote pale kwa maneno. Lakini ilikuwa ni maandalizi ya siku hii ya mwisho. Akawaambia basi makanisani sababu sisi tunapokea Mungu na Mungu kufanya tathmini ni nani yuko tayari. Na akawa ameweka kunyoya kwenye mfuko wake. Akatoa kunyoya akasema basi nitakuuliza kunyoya. Na kama uko tayari kama ni makadinali mambo uruhusu basi utoe kichwani kwako basi uweze kusiki. Na akatoa kunyoya akaanza kuuliza tumsikie Yesu.
Ajabu ni kwamba ulikuwa ukifikia kwa kapitani alikuwa anakuja kwa mimi. Kila mmoja wao kama kama anakuuliza mauti yanafanya nini asimkute. Kwa sababu na baadhi hii tunaoishi maisha haya ili tuokamilike kwa siku hii ambapo ni vitisho. Siku ambayo tunaishi hivi. Sisi tunaishi maisha ya Wathesalonike au Biblia iliyopita ile sura ya 8. Masadukayo walikuwa ni matajiri, hawakutegemea kwamba kuna wokovu, walisema wao wanaamini kama kuna wokovu. Na sisi tunaishi maisha ya Masadukayo au tunaishi maisha ya Wathesalonike, watu ambao hawana imani ya maisha ya baadaye. Basi ningependa nikianza Jumatatu iliyopita Paulo alikuwa anawaandikia Wagalatia. Leo tunasoma Wathesalonike ambao wao walikuwa Kristo anatupesa wakaanza kuishi tu watu wako kuna na kunywa. Paulo akawaambia Wagalatia kwamba basi naomba shike tahadhari ya maisha ya mwili na naomba basi wazingatie maisha ya kiroho. Na ningependa nizataja hapa matendo ya mwili ambayo hayakusaidia kutengeneza hekalu letu la milele. Kwenye somo la kwanza wanajua ni hekalu lilikuwa libomolewe lile. Hekalu lao ambalo lilikuwa ndio kilele cha mambo yote. Ushawishi mkubwa katika maisha ya watu wa Israeli kwenye Yerusalemu. Na sisi ushawishi wa maisha yetu ni mwili wetu sisi wenyewe. Mwili ambao unahitaji maandalizi ya siku hii inayokuja ambayo inawaka. Basi Paulo anataka hapa kuona kuandikia Wagalatia sura ya 5 mstari wa 18 hadi 22. Baada ya mwili naomba nikitaja kusema tukemea. Na kama unataka kukemea basi utapata mlango ile iko hivi. Nikitaja moja akasema tutakemea. Kwa sababu amesema mambo 15. Na usiniambie kwamba haya yote hadi mimi sina hila hapa. Wani nikitaja moja akasema tutakemea. Uchafu. Si mtume tukemea wewe. Uchafu. Nataka kusikia sauti ya wewe. Uchafu. Ufisadi. Ibada za sanamu. Wivu. Najua nakemea na ndio wengine hapa na wanaangalia wivu kama wanasema shaka. Wengine ilikuwa na watu juzi kwa muda kitubio wakati wamepata misali. Hadi mmoja huyu hata hajawaia vizuri. Yaani huyu kwa vitu vidogo vidogo sana. Unapata wengine wanataka kwenda mbinguni lakini bado tuna wivu. Tuendelee hasira. Fitina. Watu wamejaa watu watu ambao hataki watu wapatane. Watu ambao kabisa watu. Sasa ikitokea hii siku adhimisha na marehemu wote na watakatifu wote. Sisi wenyewe tunaona kwamba tunafanana na malaika. Kama tutafanana ni malaika ambaye sio mbinguni kimekuja mambo cha kupitia watu. Utakuta mko yangani huko mbinguni. Tunataka hii ya mwisho na kuta kama nini? Tamu. Mambo ambayo yanasoma kwa tahadhari ya mambo haya ya kimwili ambayo yaliwasonga Wathesalonike. Tunaendelea. Uzushi. Hii naomba kuongea kwa sauti ya chini. Uasherati. Naomba kwa sauti ya chini kwa sababu mimi nilikuwa na kipindi na wanandoa. Nikawarushia hii leo na mbona siku hizi nikimaliza kipindi Jumanne Jumatano nitetezi za muda wa kusini. Fadha mume wangu ni mchepuko, mume wangu sijui ana familia nyingine. Yaani kwa nini inakuwa ni kawaida kuchiti na kuchiti? Ndio mambo haya na basi hii siku inakuja kwa tusichukue tahadhari. Isikuje kama kipindi hili lakini ndio mambo haya. Ninaendelea. Ulevu. Kwa hiyo tunachakaa kwa mbinguni na kibalo wamelewa. Msio sisi. Mambo haya kama na mafasi mambo haya kujamii ingine ulafu na mitoto niliambia hapa mpaka mimi nione inalipa mechi China ndio yake kula. Unapata kuna yani ulafu mwingi sana. Yaani ulafu sio kutafuta kwamba kila kitu mimi nataka kujisaidia kila kitu ni mimi ile tulipa milioni soma kila kitu ni mimi na mimi. Bora anasema basi
utegemee upate kufanana na Mungu. Ambao anazungumza sana kusema basi haya matendo ya kiroho ambayo anajifunza kwenye mafundisho ya kiimani, matunda ya Roho Mtakatifu. Sema mmoja anasema upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Mambo haya nimeyataja kwa sababu hizi mambo yanapata sisi isitukute na sisi wenyewe bado hatuko tayari kumpokea Kristo ambaye ndiye kuja kama hakimu mwenye huruma. Lakini na sisi tutaishi kuifike. Utakuwa umetenda nini ambacho kinaweza kumshawishi Kristo akasema labda huyu mwenye huruma aingie katika nao la mbinguni. Alitokea mmoja akawa amekufa, akazikwa na akaenda kuzimu. Alipokuwa kule Petro akawa anapita kuangalia wale ambao wanaweza wakahudumiwa. Yule mama akauliza, ulifanya nini kule duniani takusaidia kuingia kwenye uzima wa milele? Akasema, nilimsaidia mama mmoja alikuwa kwenye kitunguu. Akampa kitunguu kile cha maji kwa matamu. Basi akaenda basi kitunguu hiki basi baada tu mbinguni. Wakawa anampa kile kitunguu kimsaidia kwenda mbinguni. Yule mama aliyemsaidia kile alikuwa yeye nyuma yake pale na yeye hapo msana kwa mbinguni. Akaanza kuingia mbinguni yake kwa pengine wawili watatu. Wakati mama anataka kuingia mbinguni sasa msikilize mbinguni kwa ajili ya yule mama akaona sisi hizi niwasaidia mpaka niwasaidia kuingia mbinguni. Akaanza basi kuangalia watu wakaokoka. Basi wakaona watu wengine kuwasaidia wote. Basi akamwachia mama pia akarudi kule jehanamu. Kwa sababu ya umekuwa mpaka binafsi umeenda ule binafsi kule jehanamu. Naomba tutafakari. Hili kitokea hasa mambo yanataka. Ni nini ambacho kitatufanya na sisi tusikaribie Kristo ambaye anatupokea? Kwa sababu hizi tunapokuja hivi vitu tunavyosikia lazima na sisi tujiepushe na mambo ambayo yanatupeleka kinyume na mapenzi ya Mungu. Naomba leo tunatafakari hekalu ambalo lilikuwa linafunguliwa bila kuwa na sababu ilikuwa ingejaribiwe kule Yerusalemu. Na sisi tuangalie hekalu vingi sana. Kuna kile kama hekalu chake hapo cha marafiki zake, lakini kupotosha mwingine anayekaa pale kama kwa kufikia watu. Tumesikia kama Waisraeli hawana shughuli kwa mambo kuangalia, na tuko hapa tumeenda hapa wanakuwa msile kama mfanye kazi kwamba wanajishughulisha na mambo ya wengine. Tumeenda kukaa kwenye kituo chetu ni kusema watu mwanzo mwisho. Kwa sababu tunapita pale umeshakuta mawingi umetoa nguo ya umetoa mpaka ya ndani. Tunamsema mpaka mwisho wa siku haijabaki chochote. Tuanze kujishughulisha na mambo ya wengine. Tuanze kujiandaa siku yetu. Baada ya kujiandaa wanakuwa wanakuja huko. Kishini kila wakati. Kwa sababu wakisi wanasaa. Tuanze mambo haya mapema. Jambo hili linakiri kisheni kila wakati kwa sababu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yeye ni pamoja na